Mpenzi mtazamaji wa channel ya Kenyascope na kusalimia hujambo. Karibu tena kwenye uchambuzi wa leo. Nataka tuangazie ripoti ambayo imetolewa leo pamoja na CAG. Ni ripoti ambayo kidogo mimi imenifanya nichanganyikiwe zaidi na nimebaki na mshtuko mkubwa sana. Yaani wakati nilikuwa nasubiri kusoma ripoti hii ili nijiridhishe, sasa ni ngumu sana hata kuelewa. Nataka msikilize taarifa hiyo kutoka kwa CAG hapo chini, kisha nitarejea tuweze kuangalia ripoti hiyo kwa kina. Lakini kumbuka vile vile mpenzi mtazamaji, ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, subscribe, like na kushare video zetu, na vile vile kumbuka kugonga alama ya kengele ndipo usipokee notifications kila wakati tunapoleta taarifa mpya. Umejisikia ama umesikia taarifa hiyo mwenyewe akizungumza CAG kwamba uwanja wa Arusha makadirio yaliwekwa ya bilioni 187, lakini uwanja ule pesa zilizotoka zilikuwa za thamani ya bilioni 338.54, kwamba kulikuwa na ongezeko la hizo pesa zote karibu nusu hadi kuzidi nusu, kwamba ongezeko la fedha kutokana kwa makadirio hadi hizo shilingi bilioni 338 ni 81%. Yaani yale makadirio yaliyowekwa na zile pesa ambazo zilitoka zimeongezwa zaidi. Hii ni ishara ya kwanza, inaonyesha kwamba hizi pesa zimeliwa, hizi pesa zimeporwa. Na uwezi niambia kwamba vyombo vya dola havikujua hizi pesa zimeporwa. Uwezi niambia hata Samia Suluhu hakujua kwamba kuna uporaji. Inaonyesha kwamba kulikuwa na mpango wa kupora hizi pesa kutoka pale juu kwa uongozi hadi huku chini kwa mwanakandarasi. Na vile vile wakati wa kupeana zabuni, unajua kawaida zile zabuni haziwezi tolewa na single source, zinakuwa kwa wingi, ili at least unakadiria, unajua nani atapeana kwa bei nafuu. Kwa hivyo mzabuni mmoja ndio ulitolewa, kulikuwa ni single source. Inaonyesha kwamba kulikuwa na mpango, ilikuwa too strategic kwamba hizi pesa zilikuwa ziliwe. Yaani wajua na shanga, haiwezekani kwamba increment kubwa hivi ya pesa, yani ongezeko kubwa la pesa kiasi hiki, halafu uniambie kwamba mwanakandarasi anapatiwa pia a single source. Inawezekanaje? Kwa hivyo bila shaka hii ni dalili kwamba kuna wizi wa mabilioni wa hela uliofanyika. Kisha nasikia Samia anakuja hapa kutuambia wamewajibika, serikali inaangalia, hakuna ufisadi, wanapigana na ufisadi. Aje? Na vile vile kumbuka kwamba kutokana na ujumbe wa CAG anasema kwamba majadiliano ya zabuni iliyojadiliwa kwa udhaifu, ilikuwa kwa udhaifu sana, ambapo vipengele havikuwa vimeidhinishwa kwenye mpango wa majadiliano. Yani the whole process kutoka juu hadi chini yote tu inaonyesha kwamba kuna mashimo mengi, inaonyesha kwamba kuna njama hapa ya kuiba hizi pesa. Ukianzia mpango upangaji, uteuzi wa mwanakandarasi, usimamizi wa majadiliano, hivyo vyote vinaonyesha kwamba hakika hapa kuna watu walikula bilioni mingi sana kutokana na hii kandarasi ya ujenzi wa kiwanja ama uwanja wa Arusha. Yaani haya mambo, kwanza hii ya single sourcing ndio watu walikuwa poa hela ya SGR. Kumbuka mabilioni kwa mabilioni mpaka leo haijajengwa na imefunikwa tu na Watanzania wanalipa mikopo ya hela zile. Njua jambo la kushangaza ni kwamba wakati hizi pesa zinafika, wakati hizi pesa zinaliwa hivi, kumbuka hizi pesa ni kutokana na mikopo. Na hii mikopo sisi wa Tanzania ni sisi tutazilipa. Na unagundua kwamba zile pesa ndio zimekopwa, lakini ile ujenzi, ile miradi ambayo ilikadiriwa ifanye haijafanya.
Hizo pesa mingi zao unapata kwamba 70% imeingia kwa mifuko ya watu. Na unagundua kwamba rais mwenyewe anajua kwamba hizi pesa zimeliwa, pengine ako ndani ya ile deal ya kuiba hizi pesa na kuzikula na kujaza mifuko yao, lakini hawezi zungumza, ila mzigo mkubwa unarejea kwa mwananchi wa kawaida ambaye ndiye ataenda kufanya juhudi, atalipa kwa kupitia kodi mingi. Yaani kuna wizi unafanyika systematic na strategic sana ndani ya hii nchi ya Tanzania. Naona kwamba sisi wa Tanzania tusipokuwa waangalifu, hii nchi itakuja kuingia kwenye matatizo makubwa sana. Nakumbuka hili lilofanyika kwenye ujenzi wa huu uwanja wa Arusha ni zaidi ya wizi wa lazima. Watu watajane na muhusika wa huu wizi ajulikane na aseme anatumwa kwa nani. Na unajua shida ni kwamba ikiwa kiongozi wa juu zaidi ambaye ni Samia Suluhu ako involved kwenye huu wizi ama ubadhirifu wa fedha, pengine hata hakutakuwa na uchunguzi. Ingawaje CAG amemwambia kwa uso kwamba kulikuwa na makosa na dunia mzima imeona, haya yatafunikwa, haya yatakanyagiliwa na hayawezi ibuka ili ukweli ujulikane. Manake pengine ukweli ukijulikana utamweka wazi Samia na uongozi wake. Lakini unajua ni jambo la kuumiza mioyo kwamba sisi wa Tanzania ndiyo mikopo imeombwa, miradi fulani ifanyike, na ambapo sisi wa Tanzania sisi ndio tunalipa hiyo mikopo ambayo kwa wakati mwingine ina interest ya juu sana. Na sisi ndio tutalipa. Kwa hiyo tunalipa ni kama sisi watu wanachukua fedha na sisi tunawalipa tu mdogo mdogo tu. Yaani kuna mtu ama watu ambao wako nyuma ya haya mambo, ndio maana vitu vinafanyika hivi bila uoga na huruma kwa Watanzania, kwa kuwa wanajua hakuna kitu watafanywa, kwa kuwa wanalindwa au wametumwa. By the way, who does that? Kwa maana huu ni mradi mkubwa sana nchini Tanzania. Kwa ujenzi wa uwanja wa Arusha ni baadhi ya miradi mikubwa sana nchini Tanzania, na hawa wezi kwa kawaida huwa hawaibi kwenye hii miradi mikubwa. Lakini ikiona hapa kuna wizi wa fedha, kuna wizi wa mabilioni ya pesa, inaonyesha kwamba kuna sehemu ya viongozi ambao pia wana umaarufu sana nchini, ambao pia wako na nguvu zaidi nchini, ambao wameamua kwamba wataficha ule ukatili, wataficha hayo yote kufanyika. Yeyote atakayefanya hayo anasitiriwa. Ni kwa sababu hawa pia wako na interest kwa haya mabilioni ya pesa. Vilevile kumbuka, kuna wizi wa aina hii bado unaendelea kufanywa kwenye ujenzi wa mabarabara ya mwendo kasi kule Tegeta, Ulega unajua, na Bashungwa anajua, lakini mambo hayo hayaendi mahali. Sijui nani karoga nchi za Kiafrika. Unajua ukiangalia haya mambo katika nchi kadhaa nchini Afrika ama katika bara la Afrika utashangaa, kwa maana nchi nyingi unagundua kwamba hata yule kiongozi wa juu, unagundua kwamba hata yule rais unapata pia amehusika katika kupora haya mabilioni. Na swali langu huwa najiuliza ni kwamba mbona hawa viongozi hawaridhiki? Mtu kaiba bilioni 100, mtu kaiba bilioni 50, mbona aridhiki na hizi pesa? Na kumbuka si katika mradi mmoja. Ni swala ambalo Watanzania tusipochunga litakuja kutuletea matatizo mengi, ila andika ujumbe wako hapo chini ukizungumza kuhusiana na swala hili kwenye comment section. Ikiwa una lolote la kusema, nitaingia pale, tutakuwa tunajadiliana na pengine inaweza nipa idea ya video ambayo nitaunda hapo mbeleni kuhusiana na swala hili. Kumbuka vile vile waweza kusubscribe, kulike na kushare video zetu ikiwa ni mara yako ya kwanza umekutana na channel hii, ama ikiwa bado ulikutana nayo kitambo ila umesahau kusubscribe, na kukumbusha tafadhali gonga hiyo alama ya subscription ili uweze kuwa mfuasi wetu. Na inawezekana ungetaka sana kupokea taarifa hizi first hand. Unachostahili kufanya, unagonga hiyo alama ya notification, hiyo alama ya kengele, ili uweze kupata hizi ama ujumbe pindi tu tunapo uleta